Haya, kama maiki ipo apewe mtoto afanye mambo hapa mbele ya wageni hao waheshimiwa ndani ya ukumbi huu. Haya, mtoto mzuri, anza. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Dira 2050. Dira 2050. Kazi na utu. Kwa jina naitwa Jacqueline Eliabi, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Manyinga. Nipo hapa kwa ajili ya kuelezea namna ya kutunza mazingira. Kwenye kutunza mazingira kuna njia za uchumi kama mnavyoona kwenye hili bango. Kuna uchumi wa moja kwa moja, uchumi wa kuchakata na uchumi mzunguko. Uchumi wa moja kwa moja na uchumi wa kuchakata si rafiki wa mazingira, kwa sababu hata ukiangalia huku kuna taka. Lakini uchumi mzunguko nitaka kuwa sifuri. Ninaposema nitaka kuwa sifuri, ninamaanisha uchumi hauzalishi taka kama mnavyoona. Uchumi wa moja kwa moja, baadhi ya wafanyabiashara wanapenda kuutumia kwa sababu wao wanaona kwamba wakitunza mazingira kwanza inawapotezea muda, na pia wakitunza mazingira kwao wanaona hawana faida. Lakini sisi tuliopata elimu ya utunzaji wa mazingira au elimu ya uchumi mzunguko tunatunza mazingira. Huu uchumi wa moja kwa moja, mtu anaenda msituni anachukua malighafi. Akishachukua malighafi anatengeneza bidhaa. Akishatengeneza bidhaa anapeleka kwa mtumiaji. Mtumiaji akishatumia baadaye inakuwa taka. Huu uchumi si rafiki wa mazingira, kama mnavyoona hata dustbin huko imejaa uchafu hadi inamwagika. Lakini kuna huu uchumi wa kuchakata. Huu uchumi wa kuchakata kidogo ni rafiki wa mazingira, kwa sababu hata ukiangalia huku dustbin haijajaa mpaka imemwagika kama huu uchumi wa moja kwa moja. Huu uchumi wa kuchakata, mtu anaenda msituni anachukua malighafi. Akishaenda kuchukua malighafi anatengeneza bidhaa. Akishatengeneza bidhaa anapeleka kwa mtumiaji. Mtumiaji akishatumia anaweza hiyo bidhaa akaichakata. Akishachakata hiyo bidhaa anaweza tena akaitumia. Baada ya kuitumia inakuwa taka. Kwa hiyo uchumi si rafiki wa mazingira, lakini kidogo ni rafiki wa mazingira, sio kama na uchumi huu wa moja kwa moja. Tunakwenda kwenye uchumi mzunguko. Uchumi mzunguko ni rafiki wa mazingira. Unabadilisha taka kuwa fursa au taka kuwa sifuri. Kama nilivyosema hapo awali, taka kuwa fursa au taka kuwa sifuri. Huu uchumi hauzalishi taka. Kwa hiyo nashauri baadhi ya wafanyabiashara ambao hawapendi kutunza mazingira watumie huu uchumi mzunguko. Mfano, mtu anaenda msituni anachukua malighafi. Akishachukua malighafi anatengeneza bidhaa. Baada ya kutengeneza bidhaa anapeleka kwa mtumiaji. Mtumiaji akishatumia ana uwezo wa kuichakata hiyo bidhaa. Akishaichakata hiyo bidhaa ana uwezo tena wa kuitumia. Baada ya kutumia hiyo bidhaa, mfano kama ikaharibika, ana uwezo wa kuikarabati. Akishaikarabati ana uwezo wa kuitumia tena. Ikaharibika pia tena ana uwezo wa kuikarabati. Akishakarabati anatumia. Kwa hiyo huu ni uchumi ambao uzalishi taka, yani ni uchumi mzunguko. Kwa hiyo ninashauri jamii na hata serikali kwa ujumla watumie uchumi mzunguko na waachane na kutumia uchumi wa kuchakata na uchumi wa moja kwa moja. Pia mimi nikiwa kama mwanafunzi wa Eco Schools kupitia shirika la TFCG ambayo ni Tanzania Forest Conservation Group. Eco Schools ni shule inayojali mazingira, elimu bora kwa maendeleo endelevu. Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Emmanuel John Nchimbi, programu ya Eco Schools ni kati ya programu 5 kutoka katika taasisi ya elimu mazingira duniani, ikiwa na lengo la kuimarisha uraia na kuboresha maisha na kuongeza elimu kwa maendeleo endelevu. Nakubaliana na kauli mbiu inayosema dira 2050 tuwajibike kukijanisha Tanzania. Programu ya Eco Schools hapa Tanzania ina shule zaidi ya 247 katika mikoa tofauti tofauti 5, lakini pia ina vyuo vya walimu 12. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante kwa kusikiliza. Kazi na utu. Niliona kwa kuwa mwakilishi wa Mheshimiwa Spika yupo, ikitokea huko kuna mbunge atoshitoshi anaweza akaziba pengo.
Nitawaalika shule yenu ofisini kwangu tuongee mambo ya maana, sawa? Asanteni sana